Thamani yako haiko kwenye nafasi ulionayo, wala kampuni, wala ofisi, wala dini, wala kabila, na wakati mwingine hata elimu inaweza isikupe hiyo thamani. Thamani yako Mungu ameiweka ndani yako katika vipawa na talanta alizokuumba nazo na kukuleta duniani kwa wakati wake. Kwa muda mrefu wizara yetu imedharaulika kwa sababu watu wengi walitamani waende kwenye wizara iliyo na thamani tayari, wakasahau wao ndio wenye nafasi ya kuitengeneza hiyo thamani. Na mjue hata hizo mnazoziona ni kazi zina heshima, hazikuwa na heshima mpaka walipoenda watu wenye heshima zao wakaambukiza ule mfumo ndani ya zile sehemu. Kwa nimekuja kuwaomba ndugu zangu wa Tanzania na wafanyakazi wenzangu wa wizara yetu ya Sanaa, Habari, Utamaduni na Michezo, tusijidharau kwa sababu tumeachwa kuheshimiwa na sisi tukakubali kujidharaulisha. Kila mmoja hapo alipo anayo thamani ya kufanya heshima yake, heshima ya ofisi yake, heshima ya serikali yake ikapatikana. Mnaweza mkawa mnakaa kwenye halmashauri, wakuu wa idara wakienda, wewe hata ukinyosha mkono uchangie, mwenyekiti wa halmashauri au meya hata hakuoni, na wakati mwingine mkurugenzi anakuangalia kwa jicho kwamba huyu naye anataka nini. Nimekuja kuambieni, nendeni mkawaonyesha kwamba Mungu aliwapa vitu vya thamani ambavyo dunia hawajawahi kuviona na viko ndani yenu. Na kwa kuwa wizara yetu inasimamia mambo ambayo yana mahusiano kwa 100% na uumbaji wa Mungu. Unapoongelea vipaji, aidha ni katika sanaa, hakuna mtu ambaye alienda kusomea namna kutembea kama misi. Kuna mtu alianza na hizo catwalk zikawalazimisha watu wengine kusema hii ndio itakuwa standard ya utembeaji wa mamisi. Na ndio maana leo kuna walimu wanafundisha watu namna ya kutembea, lakini kwa kuiga kutoka kwa mtu mmoja aliyepita mbele yao na akasema hii ndio stahili ya kutembea.